Marehemu alikuwa mlezi na mshauri wa wasanii wengi chipukizi na aliwasaidia kukuza vipaji na kuwaongoza katika kazi, tabia na maisha ya kijamii. Marehemu alijulikana kwa sifa zifuatazo: unyenyekevu, upendo, ucheshi, nidhamu vilivyopitiliza, akiwa na marafiki na jamaa wengi waliopata kuheshimiana na kuelewana sana. Alikuwa mtu aliyependwa na kuheshimika na wengi. Pia alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha waigizaji katika wilaya ya Ubungo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha marehemu Hashim Kambi, na nukuu, amesema: nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha mwigizaji mkongwe wa filamu nchini Hashim Kambi kilichotokea leo jana. Taarifa hii ni ya jana, Dar es Salaam. Taifa limepoteza kipaji adhimu kilichochangia kwa kasi kubwa kukuza na kuitangaza tasnia ya filamu nchini. Nimetoa pole kwa Shirikisho la Filamu Tanzania, Baraza la Sanaa Tanzania BASATA, wasanii wa filamu nchini, familia ya marehemu, wadau wa filamu, ndugu jamaa na marafiki, na wote walioguswa na msiba huu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ugonjwa na kifo. Marehemu alifariki tarehe 27 Aprili 2026 katika eneo la Sinza, Dar es Salaam baada ya kusumbuliwa na shinikizo la damu. Alipatiwa matibabu katika hospitali ya Miko iliyoko Sinza na kufariki. Shukrani za familia. Familia ya marehemu inapenda kutoa shukrani kwa wafuatao: madaktari na wauguzi wa Miko Dispensary Sinza, chama cha waigizaji Tanzania, Shirikisho la Filamu Tanzania, Bodi ya Filamu Tanzania, ndugu jamaa na marafiki na majirani, wadau wote wa sanaa Tanzania, wadau wa michezo, Yanga na wengine kwa mchango wao katika kipindi chote cha ugonjwa na msiba. Hitimisho. Marehemu ameacha pengo kubwa kwa familia yake, tasnia ya sanaa, sekta ya michezo, taifa kwa ujumla. Tutamkumbuka kwa mchango wake na maisha yake. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amina. Mwenzangu Hashim Kambi ni mtu ambaye nilikuwa naye karibu sana, tunashauriana kwa mengi, tunasaidiana kwa vitu vingi, na namshukuru pia kwa kunipa fursa ya kunisafirisha. Tulikwenda pamoja Burundi kwenda kuoa, alipokwenda yeye kuoa, na akabeba gharama zote. Kusema kweli, kitendo kile mimi kiliniingia sana moyoni kwangu, sababu angeweza kuchukua watu wengi, angeweza kumchukua hata Dr. Cheni pale, na Dr. Cheni angekuwa anajitegemea, lakini amenichukua mimi, nikaenda kule, tukapata heshima zote mpaka tukarudi huko, na tukawa tupo karibu katika mambo mengi ya kheri. Nachosema ni kwamba hiyo ni ishara nyingine Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tutaondoka hapa duniani. Pamoja na yote tutaondoka hapa duniani. Hiyo ilikuwa ni ishara nzito sana, na namshukuru kwamba amenifanya nikaweza kuwasiliana na wakubwa zangu kuhusu msiba wake. Nachoomba kwamba tumuombee marehemu, Mwenyezi Mungu ampokee vizuri, amghufirie madhambi yake, na pia tudumu yale mazuri ambayo alikuwa akiyafanya. Na sikutumwa, lakini naomba kwamba niwashukuru sana viongozi wa serikali ambao tumeshirikiana nao. Hiyo ni dalili nzuri. Asanteni sana. Yatosha katika maisha yetu yote kuona kwamba ni mawaidha yaliyokuwa yanatosha kwa mwanadamu pale anapoona kifo kimemkuta mwenzake. Yatosha kwetu sisi kujiandaa na maisha ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu katika kufanya amali zilizo njema na kujamiiana na watu katika ijmaa iliyo nzuri ambayo utaacha watu salama kwa mdomo wako, ulimi wako na maisha yako. Yatosha kwamba ni funzo, mwenzetu ametangulia mbele ya haki na sisi tutafuata. Na yatosha kwa sababu ni swahiba wangu mkubwa sana. Halikuwa haipiti siku 2 siku 3 tunakutana na kuzungumza yaliyo mema, na moja kati ya jambo lake alinambia, endelea sana kulisema neno la Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Hilo ilikuwa ni moja kati ya neno lake kubwa. Kwa hiyo tumuombee kwa Mwenyezi Mungu amjalie makazi yaliyo sahihi kwake,
na amwepushe na moto wa Jahannam. Baada ya kuwasema haya machache, hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.